aina ya chakula au aina ya hicho chenye kutolewa katika zakatul fitri na kiasi chake. Haya yamekuja katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kwa lafdhi hili kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, naye pia amesema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri min Ramadhan. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifaradhisha zakatul fitri kwa ajili ya Ramadhani sa'an min tamrin, pishi moja ya tende, au sa'an min sha'irin, au pishi moja ya sha'ir. Sasa sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anaelezea kwa nini chatolewa chakula hiki. Anasema wa kunna nukhriju yawm al-fitri في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. أخرجه البخاري رحمه الله. tulikuwa sisi katika wakati enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tunatoa zakatul fitri, chakula chetu kwa wakati ule kilikuwa ima itakuwa ni shairi au ni zabibu au ni maziwa ya unga au tende. Hivi nilikuwa ndio vyakula vyetu sisi. Kwenye hadithi hii wanawachuoni wakatoa maelezo na wakatoa fiqhi ndani yake ya kwamba zakatul fitri yatakiwa itolewe kwa chakula cha watu wa mji ule katika siku ya Eid. Siku ya Eid kwenye mji wenu mwala nini? Basi kitolewe hiki chakula wapewe wenye kustahiki. Kwa hiyo aina ya chenye kutolewa katika zakatul fitri ni chakula, kiasi ni saa. Saa ni kiasi gani? Ni 480 mithqal, ni mithqal 480 ambazo ni sawa sawa na gramu 2040, sawa sawa na gramu 2040. Gramu 2040 kwa ufupi ni kama kusema ni kilo 2 na gramu 40. Sasa mara nyingi watu hawatumii kupima gramu hivi katika vyakula, ndio watu wanaambia kilo 2 na robo. Kwa hiyo utakiwa utoe kiasi cha wastani wa kilo 2 na robo hivi katika chakula kinacholiwa siku ya Eid katika mji wako. Na humu mwetu watu mara nyingi hutumia ngano, wengine michele, ngano katika nyakati za asubuhi, mchele kwa wakati wa mchana, watu hula wali, wakati wa pilau. Kwa aina tofauti mchele ukapikwa, lakini mchele unatumika. Kwa hiyo hivi vitu ndivyo ambavyo vinatakiwa vitolewe zaka juu yake.